Hata wakati unaangalia mitume walikuwa wanaongozwa na Roho wa Mungu. Ndio maana walikuwa wanatenda yale ambao walikuwa wanayatenda. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hajabadilika. Mungu ni yule jana, leo na hata milele. Bwana Yesu asifiwe. Kama alikuwa anatenda wakati ule, hata wewe atakutendea siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Usione ya kwamba ni ngumu Mungu kutendea. Kama alikuwa anatenda, na wewe atakutendea. Bwana Yesu asifiwe. Bora uwe na imani, ukasimame, ukamuite, ukamtegemee kwa kila jambo. Ina maana ya kwamba atafanya nini? Atakutendea. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe na uoga kwa ajili ya jambo lolote lile. Muamini Mungu kwa kila jambo. Maana maandiko yanasema kwamba muamini Mungu kwa kila jambo. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana ya kwamba atakutendea. Hata kama unaona kwamba milango imefungwa, yeye atakuonyesha njia. Bwana Yesu asifiwe. Maana Yesu alisema ya kwamba atamtuma msaidizi. Msaidizi wake ni Roho wa Mungu ambaye anatuongoza. Bwana Yesu asifiwe. Anatuma msaidizi ambaye atakuja kutusaidia, kutuongoza, kutuonyesha njia, kutuambia tuende hapa, tufanye hiki, tufanye hiki. Bwana Yesu asifiwe. Naenda kwa haraka kidogo kwa sababu ya masaa. Nataka mtu anisomee kitabu cha Matendo ya Mitume 16 ule mstari wa 6. Kitabu ni Matendo ya Mitume 16 mstari wa 16 inasema, walipitia sehemu za Frigia na Galatia, kwani Roho Mtakatifu hakuwaruhusu kuhubiri huo ujumbe mkoani Asia. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati unasoma hayo maandiko, unasikia kwamba neno linasema wakati walipitia pale, Roho wa Mungu hakuwaruhusu kuhubiri neno lile pale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ina maana kwamba wakati mitume walikuwa wanafanya hii kazi ya Mungu, ina maana kwamba walikuwa wanaongozwa na Roho wa Mungu. Hawakuwa wanafanya kwa akili zao. Walikuwa wanaongozwa na Roho wa Mungu. Siku ya leo na wewe uombe Mungu akujaze na Roho wa Mungu ili akuongoze. Bwana Yesu asifiwe. Roho wa Mungu akuongoze. Maana wanafunzi wa Yesu wakati waliachiwa msaidizi ambaye alikuwa ni Roho Mtakatifu, alikuwa anawaongoza, alikuwa anawaambia kwamba tuende hapa msihubiri, hapa hubiri hapa. Wakati tunaendelea kusoma hiyo maandiko, utaona kwamba alienda kuna mahali walifika, wakaona maono. Mungu akawaruhusu sasa mtaenda pale mkahubiri. Na wakati walienda pale walihubiri, watu wengi waliokoka mahali pale. Kwa hivyo siku ya leo ukajitakase, ukamkaribisha Roho wa Mungu ndani yako ili awe njia yako, awe ndiye anakuongoza, awe ndio kiongozi wako. Wakati mnakutana na mtu anakudanganya, ukiwa na Roho wa Mungu ambaye ni kiongozi, atakwambia hapana, huyu mtu ambaye anakuambia uongo. Bwana Yesu asifiwe. Au utapotea ukiwa na Roho wa Mungu. Atakupea mwelekeo, atakuongoza. Bwana Yesu asifiwe. Wakati shetani anakuja kukudanganya, ina maana kwamba Roho wa Mungu atakuongoza. Roho wa Mungu atakuelekeza. Roho wa Mungu atakuonyesha njia. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tumtafute Mungu. Lazima tukae karibu na huyu Yesu. Ukikaa karibu na Yesu kuna faida kubwa kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi huwa nahurumianga watu wanakaa kwa nyumba siku ya Sunday. Sasa yeye amekaa kwa nyumba, ameota jua, amechoka, amerudi kwa nyumba. Alale, atoke nje. Anazunguka hapo tu. Hakuna faida yoyote anapata. Mashida ni ile inakuja hivi. Bwana Yesu asifiwe. Shida ikuja